Nyinyi mtakumbuka serikali inaongozwa na Chama cha Mapinduzi, tunaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, inaheshimu, inathamini mchango wa viongozi wa dini. Lakini ni wasihi kwenye suala la maridhiano, Mheshimiwa Rais alitangaza fuara na ndio ukawa mpango wake mzima katika uongozi wake mpaka hivi leo. Wakaondoka wakaenda uhamishoni, wakaomba hifadhi katika baadhi ya mataifa, ni wa Tanzania wote. Mheshimiwa Rais ndipo alipoamua kuja na mpango mzima wa fuara kwamba turudini, tujenge upya, tuanze upya, lakini dhamira yake kubwa ilikuwa ni kuwashirikisha Watanzania katika ujenzi wa nchi na taifa letu. Sasa kuna watu baada ya kurudi hapa nyumbani wakajisahau, na wengine wakaleta kiburi, na wengine wakabeza maridhiano na kuona ni ujinga. Sasa hivi wameshikwa kwa mujibu wa sheria, ndio wanakumbuka maridhiano. Mimi niwaombe sana viongozi wa chama na serikali na jeshi la polisi, kwa wale wote ambao wamejaribu kukeuka sheria na kanuni za nchi yetu ama katiba, na kwa kuwa tulijiwekea wenyewe, waendelee kuwashughulikia kwa mujibu wa sheria na katiba yetu, kwa sababu ni hatari sana kuleta mambo ya kisiasa na mambo ya sheria hizi na kanuni. Na kwa kuwa tulijipangia wenyewe, mfano mzuri hapa mnaona mimi binafsi nimewaambia nilikuwa na mengi ya kuongea hapa, lakini kwa sababu ya muda na naheshimu sana sheria na kanuni tulizojiwekea, sitaki kumuomba Mheshimiwa DC hapa nikamwambia tuongeze muda. Inanibidi nishuke, tuheshimu sheria na katiba na miongozo ambayo tumejiwekea. Sasa ndugu zangu ambao mimi bado sijamalizana na nyinyi, naombeni leo mniruhusu nimalizie hapa kwa sababu ya kuheshimu hizo sheria, lakini panapo uhai na uzima Mbogwe nitarudi tena. Kwa taifa tunatambua muda umeenda na kuna mambo makubwa yalikuwa yanataka kufanyika hapa. Sasa mimi naomba ulizie niseme mambo machache sana, kisha nimkaribishe makamu wetu wa vijana wa taifa na kukaribisha. Ndugu mgeni rasmi, kwa sababu muda umeenda, mimi nitasema jambo moja. Huu ni mwaka wa uchaguzi, na sisi umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, ukifika mwaka wa uchaguzi hatuna swali ya mtume. Kazi tulionayo mwaka huu ni kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinashinda kwa kishindo, na uwezo huo tunao sisi umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Geita. Mwambie Dr. Samia Suluhu Hassan, Geita ni salama, Geita ni njema, Geita tuna umoja, tunasubiria uchaguzi. Na wale ambao wanapita kuhamasisha kwamba hakutakuwa na uchaguzi, tunawataka wasije Geita, kwa sababu wana Geita na vijana wa Geita tumeamua kwa moyo mmoja, kama katiba ya nchi yetu inavyotutaka, kila baada ya miaka 5 kwenda kushiriki zoezi la uchaguzi. Tumejiandaa, tuko tayari kwa kushiriki uchaguzi. Lakini ndugu mgeni rasmi, Mama Samia amefanya kazi kubwa sana. Nchi inajua na dunia inajua, na hivi karibuni wewe ni shahidi, amekuja rais na mmiliki wa timu ya Manchester kutoka Uingereza, amekuja kutambua jitihada kubwa zinazofanywa na Mheshimiwa Rais za kukuza utalii na maendeleo kwenye nchi yetu. Lakini cha ajabu, kuna muhuni mmoja kutoka Ikungi Singida, yeye hatambui kazi za Mheshimiwa Rais. Tunataka tumwambie huyo muhuni anayezunguka kutoka Ikungi aje tumtembeze kwenye miradi iliyoko kwenye maeneo yetu iliyotekelezwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, ili ajue jinsi gani sisi tunampenda Mheshimiwa Rais. Kwa mgeni rasmi, sisi kwa umoja wetu kama umoja wa vijana na Chama cha Mapinduzi kwa ujumla, chini ya mwenyekiti wetu baba yangu Nicholas Kasendamila, na kuahidi naweka ahadi mbele ya wanambogwe, mkoa wa Geita utakuwa wa kwanza Tanzania kwa wingi wa kura utakazoipigia Chama cha Mapinduzi. Ondoka na hiyo.